Ni kawaida kutokwa uchafu ukeni ikiwa ni mjamzito. Kwa maana nyingine ni kwamba baada ya mwanamke kupata ujauzito, nadhani nazungumzia zile siku za awali baada ya urutubishaji kutokea, ni kawaida kupata ule uteute mweupe. Okay. Nitakwambia kwamba mbegu inavyosafiri kulitafuta yai huwa inachukua siku kadhaa, 2-3, inawezekana hata siku hiyo hiyo ikafika. Lakini kupandikizwa na maanisha ile product kwenda kukaa kwenye sehemu ya ndani ya mji wa mimba huwa inaleta mabadiliko makubwa, hususan mabadiliko ya homoni ya estrogen. Sasa mabadiliko ya homoni hii huwa yanakwenda kusababisha au kuchochewa kuachiwa kwa ile plug au ule ute ulioshikilia kwenye shingo ya kizazi, unaita cervical mucus. Sasa hii inaweza ikatoka mara baada hata ya mwanamke kuwa ameshapata ujauzito. Kwa hiyo kutokewa kwa huu ute usikufanye uone mimba haijaingia, okay? Na ute huu inabidi uwe na sifa zifuatazo. Kwanza, uwe ni mzito kuliko ute wa kawaida unaoona kila siku. Pili, uwe ni ute ambao hauna harufu mbaya. Tatu, kusiambatane na miwasho yoyote. Lakini 4, kuwe kuna wakati ute unatoka unaweza ukawa tofauti na rangi ya usiwe colorless. Unaweza ukawa colorless, lakini pia unaweza ukawa kama milk, kama unataka kama mtindo wa maziwa. Tofauti na ute huo niloeleza hapo, au kama una dalili nyingine, manake hiyo ni shida nyingine. Kwa hiyo kipimo cha ute au kiwango cha ute hakiwezi kutabiri au kusema wewe una mimba au la. Njia pekee ni kufanya kipimo. Kuna watu sababu wanakuja wananiambia, daktari, mimi nimefanya siku hii na hii lakini naona kama tumbo linaniuma, je, nina mimba? Hakuna mtu anaweza kukwambia una mimba bila kipimo. Hata sisi pamoja na utaalamu wowote lazima tufanye kipimo. Kwa hiyo fanya kipimo, na muda mzuri wa kufanya kipimo ni baada ya kukosa hedhi inayofuata, sio baada ya wiki 2. Unaweza kufanya baada ya wiki 2 na ukagundua, lakini wapo ambao wanafanya baada ya wiki 2 wanaona hawana, wanakuja baada ya mwezi kuisha na shangaa hedhi hiyo na kipima chuma ndani. Kwa hiyo muda sahihi ni baada ya kukosa hedhi inayofuata ndio ukapime. So relax. Niambie kwenye comment, je, umewahi kujisikia una dalili za ujauzito alafu hauna? Niambie kwenye comment. Lakini ukisha makala hii na rafiki utakuwa umetisha sana. Kumbuka hii ni Swahili Medics, jitambue, jitibu, jiamini.